la tamasha la Kizimkazi. Kwa kiasi tamasha letu hili la mwaka huu wa 2025 limejikita kwenye kauli mbiu ambayo tunasema Kizimkazi kumenoga. Tumetoka Kizimkazi inakuita katika mwaka 2023, na kama mwaka jana tu ndio imeitika, na mwaka huu Kizimkazi imenoga ndani ya wilaya yetu ya Kusini. Na Kizimkazi yenyewe, tamasha letu huwa linatembea katika maeneo tofauti tofauti, lakini kwa mwaka huu kwa sababu ya uwepo uwanja mzuri wa kitaifa wa kisasa Suluhu Sports Academy, tunakwenda kuyafanyia matukio hayo yote hapo, na tutaishi na sherehe zetu katika siku 8 kuanzia tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu 2025 hadi tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu 2025. Kila jambo ama kila kitu kitafanyika hapo hapo. Ndio mara ya kwanza kuweza kufanya mambo yetu haya au tamasha letu hili katika huu uwanja ambao kwa kweli ni hamu yetu na ni kiu yetu. Mwaka huu tunakwenda huko kuziundiwa vizuri, hata kama maeneo ya nje kidogo pale, lakini tutaona huu ni uwanja wa Suluhu Sports Academy. Mwaka huu tumejipanga katika mambo kadha wa kadha. Kwanza tukiingia kwenye masuala mazima ya burudani, tunazo burudani nyingi. Tamasha limesheheni mwaka huu katika mambo ambayo sijawahi kuona kupatikana kwenye burudani, na mwaka huu ndio yapo haya mambo ya msondo, ngoma, sikinde. Kwa kipindi kirefu sana nilikuwa niyasikia tu kwenye radio na wale walioanzisha kina Vishuka waliofariki dunia. Leva, haya yote yapo kwa mwaka huu. Pia Dula Makabila na mambo yake kama tunavyoyajua, Shoro Mwamba, hawa wote hawa wanasingi. Kwa hivyo yote hayo yanakwenda kuonekana katika maeneo husika ya vile viwanja ambavyo tumevisema. Katika masuala mengine ya ushindani wa ngoma zetu za asili, tunazo nyingi zitashindanishwa pale. Kwa mfano kama ngoma za taarabu asilia, bio zetu hizi za baskeli, tupo karibu na bahari, resi za ngalawa zipo hizo, michezo mbalimbali ya ushindani kama drafti, mambo ya dama haya waida sini, karata, zote hizo zinakwenda kuonekana katika mazingira hayo. Lakini pia katika masala ya kutangaza rasmi masuala mazima haya nishati ya gesi asilia. Nishati ya gesi kuna mafunzo ambayo tutayapata, ambayo champion wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia kuna ushindani wa zile timu zetu washabiki wa Simba na Yanga, tunakwenda kuziona huko. Mambo kwa kweli yamenoga sana, na tumesema menoga kwa sababu tumekusanya mambo mengi ambayo yamenoga Tanzania na Zanzibar, ili kila mmoja aweze kujua mwaka huu tuna nini Kizimkazi. Hili ni tamasha la kweli la Kizimkazi, na mwaka huu limekuwa kubwa zaidi kwa sababu tunakwenda na tamasha la kikampeni, tamasha ambalo hatujawahi kulifanya kikampeni, lakini mwaka huu tutakuja kuna mambo ya aina yake yenye kufanana hivi na hao waheshimiwa wetu ambao umetuweka hapa kwenye hivi viti, na leo tunanadi na tunazungumza katika hali ya kujiamini kabisa. Kwa kweli tamasha la mwaka huu limenoga kweli. Tuambie hivyo wananchi wetu wote wa Tanzania na visiwani hapa Zanzibar. Upande wa bahari, alhamdulillah, wewe njoo karibu. Njia hizi za mnyosho, barabara za lami ziko vizuri, mgongo wa ngisi. Hata anga pia amani na utulivu wa kweli basi unapatikana. Karibuni sana. Ni Mahfudh Said Omar, mwenyekiti wa tamasha la Kizimkazi. Yetu ya tamasha itakuwa ina pande mbili. Kwanza kuna matukio ambayo yatafanyika kabla ya uzinduzi wa tamasha lenyewe, lakini matukio mengine yatafanyika ndani ya tamasha lenyewe.
kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 17 Julai tutakuwa na mafunzo maalum kwa sekta 7: wajasiriamali, wakulima, wavuvi, wasanii, wafugaji, mafunzo ya utalii na walimu wa mashule watapatiwa mafunzo maalum. Tarehe 16 mwezi wa 7 kutakuwa na dua maalumu ya kuwaombea marais wetu wawili na taifa kwa ujumla. Dua hii itafanyika katika uwanja wa Mnazi Mmoja mjini Zanzibar, na dua hii itatolewa na viongozi wa dini tofauti tofauti. Tarehe 18 Julai ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na dua ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na wazee wa eneo la Kizimkazi waliotangulia mbele ya haki. Dua hii itafanyika katika msikiti mkuu wa Kizimkazi Mkunguni kuanzia saa 3 hadi saa 6 mchana. Hapa kwenye Kwanza Hoteli kutakuwa na makongamano la nishati asilia, ambalo kongamano hili linaratibiwa na Wizara ya analiratibu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hussein Ali Mwinyi kama kawaida atalizindua tamasha letu, na katika tamasha hilo tutakuwa na mashindano ya marathon kwa wenyeji na wageni kutoka nchi mbalimbali. Tarehe 21 kutakuwa na bonanza la michezo ya wanafunzi wa skuli za maandalizi na msingi wa mkoa wa Kusini kwa ujumla. Kutakuwa na mashindano ya chemsha bongo kwa wanafunzi wa skuli za sekondari. Mashindano hayo yataanzia lakini yatamalizia katika uwanja wa Suluhu. Tamasha la Kizimkazi limepita kwanza katika hatua 3. Hatua ya kwanza lilianza na jina la Samia Day, likaja na jina la Kizimkazi Day, likaja na jina la tamasha la Kizimkazi, ambalo ndo mpaka sasa tunakwenda nayo. Mama Samia Suluhu Hassan ni mtu kama tunavyomuona, Mungu kamjalia toka huko anakotokezea, ni mtu mwenye maono makubwa. Kaona agombee ubunge kwao kwa sababu Mama Samia kazaliwa wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini, kijiji cha Kizimkazi Mkunguni.